Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbugi TV, tumsifu Yesu Kristo. Niwaalike katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa leo ni tarehe 16 ya mwezi Januari, ambapo Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Berardo, Petro, Akurcio, Ayuto na Otho, wafiadini wa kwanza wa Francisco. Karibu tuweze kusikiliza historia zao. Mtakatifu Francisco alipofunuliwa kwamba Mungu alimwita yeye na mwenzake washirika, sio tu kwa ukamilifu wake binafsi, lakini pia kwa ajili ya wokovu wa roho za wengine. Alifurahia sana hamu ya kuwaongoa Waislamu ambao mashambulizi yao ya nyakati zile yalihatarisha mara kwa mara nchi za Kikristo na imani ya Kikristo. Mwaka 1220 walisafiri kwenda mashariki ili kukutana na sultani. Alituma ndugu 6 kwa Waislamu huko magharibi Moroko: Berardi, Vitalis, Petro, Akurcio, Aljatus na Otho. Wakati wa safari, Vitalis aliyekuwa kiongozi aliugua huko Hispania, na ugonjwa wake ulipokataa kupona, alijikabidhi kwa mapenzi ya Mungu na kubaki nyuma, akiwaruhusu wenzake kuendelea mbele chini ya uongozi wa Berardi. Huko Seville, kusini mwa Hispania, iliyokataliwa wakati ule na Waislamu, walihubiri bila woga katika msikiti kwamba mafundisho ya Muhammad yalikuwa ya uongo na udanganyifu, na kwamba wokovu unaweza kupatikana katika kumwamini Kristo tu. Huku akiwaka hasira mtawala wa Kiislamu ambaye alikuwa akiwasikiliza, aliamuru vichwa vyao vikatwe mara moja. Lakini mwanaye aliyekuwa naye alituliza hasira ya baba yake, na kwa maombi yake ndugu waliruhusiwa kuvuka bahari kuelekea Moroko. Jambo hilo lililingana na matakwa yao, kwani kwa uwepo kati ya Waarabu walikuwa moja kwa moja kati ya Waislamu. Walipokutana na kikundi cha Waarabu, Berardi ambaye alijua vizuri lugha ya Kiarabu alianza mara moja kuwahubiria imani ya Kikristo. Siku nyingine alikutana na Mfalme Miramorin na msafara wake. Alihubiri tena bila uoga mafundisho ya Kikristo na kumwita Muhammad mlaghai. Hawa ndugu waliinjilisha katika mitaa ya Marakeshi, wakiongozwa na Berardi ambaye ndiye pekee aliyejua Kiarabu kidogo. Mwanzoni Waislamu waliwavumilia kwa sababu walifikiri hawa ndugu ni vichaa, na hivyo waliwapuuza. Walihubiri moja kwa moja kwa Waislamu waliokuwepo sokoni. Mfalme alisikia hii na akaamuru wawekwe gerezani, ambamo walikaa kwa siku 20 bila kula wala kunywa. Walilishwa na faraja ya Mungu tu. Mfalme aliagiza waletwe kwake, na alipoona kwamba walizidi kuiungama imani Katoliki, alikasirishwa vibaya sana na akaagiza watekwe kwa njia mbalimbali, watengwe na kupigwa sana. Baadaye mfalme aliagiza kwamba Berardi na wenzake wafukuzwe chini, lakini wao walifaulu kuwatoroka walinzi
na walirudi kwa mara ya pili na ya tatu. Kisha ikatokea kwamba waliposafiri jangwani, walikutana na jeshi la mfalme ambalo lilikuwa karibu kuangamia kwa sababu ya kiu, na hawakuweza kupata maji popote. Beradi alisali, alipiga fimbo yake ardhini, na mara chemchemi ikaanza kububujika, ambayo iliwarudisha na kuokoa jeshi lote. Akiwa ameguswa na huo muujiza, mfalme aliamuru hao ndugu waletwe mbele yake. Aliwaahidi utajiri, nyadhifa za heshima kubwa na manufaa yote ya maisha ikiwa wangebaki naye na kuwa Waislamu. Lakini hao mashujaa wa imani walijibu, sisi tunayadharau mambo hayo yote kwa ajili ya Kristo. Hapo watesi wao wakatili waliifunga mikono na miguu ya ndugu wale watakatifu, wakawafunga pia kamba shingoni, wakawavuta huko na huko na kuwapiga kwa nguvu kiasi kwamba karibu mifupa yao ingeonekana. Mafuta yaliyochemka na siki vilimwagwa juu ya vidonda vyao. Vyombo vilivyoleta mafuta na siki hiyo ilivunjwa na kutandazwa sakafuni, na ndugu wale watakatifu walitupwa juu na kuviringishwa mbele na nyuma. Waliwekwa gerezani na kuteswa usiku kucha na kupigwa kikatili na Waislamu 30 hivi. Mfalme wa Moroko alijaa ghadhabu, aliagiza waletwe mbele yake. Waliletwa ndani mikono ikiwa imefungwa nyuma, wakiwa uchi na bila viatu, na watesi wao wakiwa wamelashiwa damu yao kutokana na mapigo yao. Mfalme alipowaona na kugundua kuwa walikuwa imara katika imani yao, aliwaingiza ndani wanawake wachache. Akaamuru wengine watoke nje na kusema, muiongokee imani yetu, nami nitawapa wanawake hawa kama wake zenu pamoja na pesa nyingi. Mtaheshimiwa katika miliki yangu. Lakini walijibu kuwa, wanawake hawa na pesa zako hatuvitaki, tunadharau kila kitu kwa ajili ya Kristo. Huku akisikitika kukatishwa tamaa na pia ujasiri wao, Mfalme Miramorini alishika upanga wake na kupasua vichwa vyao mmoja baada ya mwingine. Alitumia majambia matatu kuwakata vichwa na hivyo kuwaua kwa mkono wake mwenyewe kwa ukatili mkubwa. Hivyo walipata taji la kifodini Januari 16 mwaka 1220. Papa Sisto wa 4 aliwatangaza kuwa watakatifu mwaka 1481 baada ya miujiza mingi kutokea kwa njia ya maombezi yao. Hawa walikuwa wafiadini wa kwanza wa shirika la Wafransisko. Mtakatifu Fransisko alipopata habari ya kuuawa kwao, alisema, sasa naweza kusema kuwa ninao ndugu wadogo. Mwaka 1227 watawa wa Fransisko wengine 7 kutoka Italia waliuawa Moroko. Baada ya kukataa kuingia Uislamu, hawa walikwenda kuhubiri Injili mara ya pili Moroko,
Waislamu wakawataka wakane imani yao na kuingia dini ya Kiislamu. Walipokataa nao waliuawa. Hawa watawa majina yao ni watakatifu Danieli, Samueli, Angelo, Leo, Domino, Nikola na Hungolino. Kanisa linaadhimisha kumbukumbu yao tarehe 10 ya mwezi Oktoba ya kila mwaka. Hiyo ndiyo historia ya watakatifu wetu wa leo, ambao ni watakatifu Berardo, Petro, Akursio, Ayuto na Otho, wafiadini wa kwanza wa Fransisko. Karibu katika tafakari inayosema, watakatifu hawa hawakuogopa mapigo ya watesi wao. Walidharau kila kitu kwa ajili ya Kristo, wakawa warithi wa nyumba ya Bwana. Ndugu zangu, Mama Kanisa pia kwa siku ya leo anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu wengine wa siku, ambao ni Mtakatifu Honorato, Mtakatifu Maristelo, Mtakatifu Merasi, askofu wa Misri, watakatifu Saturnus, Faustinus na Fianus, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.